Amani na salama, mpendo wa mtazamaji katika mitandao yetu ya kijamii yote kwa jina la Radio Maria Tanzania. Jina langu ni Adelina Urassa, ni mwanautume wa Radio Maria Jimbo Katoliki la Moshi. Nakualika uweze kupata historia ya Kanisa Katoliki Chuo cha Polisi Moshi CCP Chaplains, ambapo kanisa hili linatimiza miaka 50 tokea kuanzishwa kwake, ambapo ni jubilei ya miaka 50. Hivyo basi, historia hii leo tunaye mgeni ambaye atakayetupatia mwanzo mpaka mwisho, ambaye mgeni wetu wa leo ni Padri. Padri, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Naitwa Padri Daniel Amani, padri mlezi au kapilano wa kapilana hii ya Mtakatifu Ponsiani hapa CCP. Napenda sana kukukaribisha mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani mwako katika kipindi maalum cha kuelezea tukio la kapilano hii ya Mtakatifu Ponsiani inayoadhimisha mwaka wa 50 jubile ya dhahabu katika jubile kuu ya ukombozi mwaka 2025 kama mahujaji wenye matumaini. Padri, kanisa hili lilianzishwa kwa lengo gani mahususi ndani ya mazingira ya chuo hiki cha polisi? Kapilano hii imeanzishwa mwaka 1975 likiwa ni ndoto za kichungaji za hayati Mwashamba Askofu Joseph Albert Sipendi. Aliona umuhimu wa kuangalia maisha ya kiroho ya familia na jamii ya askari wanafunzi na maofisa wa polisi waliokuwa wanafanya kazi zao hapa chuoni, wengine wakiwa ni wakufunzi, wengine wakiwa ni wanafunzi, lakini uwepo wao wa pamoja ilikuwa ni changamoto iliyotengeneza suluhisho la kuwa na kapilano kwa ajili ya kutunza maisha yao ya kiroho wanapokuwa hapa chuoni. Tangu mwaka huu 1975 wengi wamepita hapa kwa mafunzo ya awali ya jeshi la polisi, wengine wamekuja kuongeza uzoefu katika kozi mbalimbali, na wale waamini wa Katoliki wamekuwa wanapata malezi katika chuo hiki. Hivyo tukumbuke kwamba kazi kubwa ya malezi ni kuimarisha maadili na tunu za Kikristo katika maisha ya walelewa. Je, Padri, ni mafanikio gani makubwa ya kichungaji na kijamii yamepatikana katika kipindi cha miaka 50? Asante kwa swali lako zuri. Mungu wetu anaitwa ni Bwana wa majeshi, na kama amiri jeshi mkuu wa ulimwengu wote, tunachukua kwake miongozo mbalimbali ya kuwalea wale ambao wanaingia katika majeshi ya hapa duniani kwa ajili ya ulinzi wa taasisi, watu na mali zao. Mungu amejitangaza mwenyewe kuwa ni amiri jeshi, ni Bwana wa majeshi, na hivyo amesema ushindi wa vita yoyote hautapatikana bila kupigana kwa jina lake. Na kazi kubwa ambayo tumekuwa tunafanya ni kuwahimiza walelewa pamoja na mafunzo wanayopata wasisahau kwamba wanavyopokea amri kutoka kwa wakuu wao, tunaye mkubwa mwingine wa wote ambaye ni Mungu mwenyewe, na anapotoa maagizo, yale maagizo yake yakiwa katika maisha ya walelewa, hata utendaji wao utakuwa rahisi na utakuwa wenye hofu ya Mungu na watatimiza wajibu wao kikamilifu. Asante sana Padri kwa mafanikio haya makubwa ya kichungaji na kijamii ambayo yanapatikana katika kipindi hiki cha miaka 50. Tunatamani kujua, mimi pamoja na mtazamaji, kanisa hili limewezaje kuunganisha maadili ya kijeshi na imani ya Kikristo katika malezi ya wanafunzi wa chuo? Asante kwa swali lako mpenzi mtangazaji. Changamoto ziko kila wakati, na kila wakati unapotengeneza changamoto
unatupa nafasi ya kupata fursa ya kufanya maendeleo. Changamoto kubwa tunayokuwa nayo ni mabadiliko ya kisera. Wakati mwingine unaweza ukakuta wanafunzi hawapo wa kutosha, na wanapokuwa hawapo wa kutosha, maana yake taasisi hii inajiendesha kwa ugumu mkubwa, hasa kwa upande wa mapato. Lakini wanapokuwa wengi wanasali, zile sadaka zao zinachangia kuboresha maendeleo ya kanisa na uchungaji unaweza kuendelea. Lakini tunashukuru kwamba tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa uongozi wa chuo. Kwa kipindi chote ambacho kanisa limekuwepo hapa, tumepata ushirikiano mkubwa, na hivyo hatujakwama popote. Changamoto hizo zimekuwa zinatupa nafasi ya kukua, ikiwa ni pamoja na kufanya malezi katika kambi hii kuu, inaitwa kambi kuu hapa tulipo sasa hivi. Lakini kuna kambi nyingine ndogo, moja inaitwa kwa Wasomali au Kilele Pori, na kambi nyingine iko West Kilimanjaro au Kamba Pori. Na pote huko tunapokwenda, vijana wanaonja kitulizo katika mahangaiko yao, na malezi yanaleta mabadiliko katika malezi ya hata yale ya kijeshi. Mafunzo yale yanakuwa rahisi kwa sababu walelewa wanakuwa na fahamu lengo lililowaleta. Je, ni changamoto gani za kipekee ambazo kanisa hili limepitia tangu kuanzishwa kwake mwaka 1975 na hatimaye mnakwenda kusherehekea jubilei ya miaka 50 tokea kuanzishwa? Asante kwa swali hilo zuri, na swali hilo ni ukweli. Kwa miaka 50 ijayo tuna mipango mikubwa sana tunayomwomba Mungu. Na wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani kwako, uinjilishaji unakuwa kila mara. Na kama uinjilishaji unakuwa kila mara, unahitaji wamisionari. Na wamisionari wanaweza wakapatikana kwa namna mbalimbali. Kwanza ni watu wale ambao wako tayari kwenda, lakini wako watu ambao wanataka kwenda na hawataweza kwenda kwa sababu ya nafasi zao, umbali wao na majukumu mengine walionayo. Lakini kushiriki katika umisionari bado linabaki ni wito wa Wakristo, kwa sababu Bwana Yesu alisema, nendeni mkawafanye watu wote. Kwa hiyo unaweza ukashiriki umisionari kwa namna mbalimbali. Dira ya miaka 50 ijayo, kuanzia huenda mwaka kesho, tutakuwa na mchango bidii kubwa ya kujenga makanisa katika kambi hizo mbili tulizotaja. Kambi ya West Kilimanjaro maarufu kama Kamba Pori, kule kuna vijana wanaokuweko kule kwa ajili ya mafunzo na wanahitaji mahali pa kusali, na lazima hii main campus, kambi kuu hii, ijihusishe katika kutengeneza mazingira ya kuwezesha kuwapatia kanisa ambako wanaweza kusali nyakati zinapobadilika. Wakati mwingine kuna mvua, kuna upepo, na wanaposali kwenye maturubali kama wanavyofanya sasa hivi, kwa kweli ni changamoto. Lakini pia kuna mpango wa kujenga kanisa jingine katika kambi ya Wasomali au Kilele Pori, na hiyo ni kazi kubwa. Hivyo ninakualika mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani kwako, wakati utakapofika nikileta ombi kwako kwamba tunafanya hivi, basi utuunge mkono katika ndoto hizo za miaka 50, kwamba tunataka kupanua utume wetu kutoka hapa kwenda kwenye hivyo vituo viwili kwa wakati mbalimbali. Katika miaka 50 ijayo, ni dira ipi ya kimisionari au ya kichungaji kanisa hili linakusudia kufikia? Kwa kweli swali hili lako ni zuri sana. Ieleweke kwamba hii taasisi ya kijeshi inahusikana sana na usalama wa nchi pia, na serikali haiwezi karuhusu kila mtu akaingia katika hizi kambi bila ya kufanyiwa mchujo na kujulikana msimamo wake ni nini ambacho anataka kufanya. Ukweli tulitamani wale walioko katika kambi ya Kilele Pori wahudumiwe na kanisa lililo karibu na kule West Kilimanjaro, lakini uongozi umesema hapana, zile ni kambi ndogo za kambi hii kuu. Kwa hiyo wangetaka kinachofundishwa hapa kifundishwe kule kule na mtu yule yule ambaye ameshadhihirika
bila mashaka kwamba ni mtu anayefahamu dira ya taifa na anawafundisha watu bila kuwa na mirengo au mgawanyiko wa kifikra, akiwaelekeza juu ya imani na nguvu ya imani katika kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo nimekuwa nafanya hivyo na natumaini Mungu atanipa nguvu niendelee kufanya hivyo, na huyo atakayepangwa baada yangu atakuwa pia na jukumu hilo. Je, uhusiano kati ya kanisa hili na jumuiya ya Wakristo wa maeneo ya jirani umekuwa wa aina gani? Chuo hiki cha polisi mwanzoni mwa uwepo wake kilikuwa kinachukua Wakristo wa makanisa ambayo sasa hivi yamejiendeleza yaliyo kando kando. Kanisa hili lilihusika pia kulea wanafunzi wa shule ya Old Moshi Secondary School tangu miaka hiyo ya mwanzo. Wale waliokuwa wanakuja chuo cha ushirika wakati huo walikuwa wanalelewa na chuo hiki. Walioko KCMC walikuwa wanalelewa pia na chuo hiki. Hata wale ambao sasa hivi ni kanisa la Mtakatifu Yosefu Longuo Mwenge walikuwa wanalelewa pia na kanisa hili, pamoja na jumuiya za wale wanaokaa karibu maeneo ya Shanty Town, Longuo, Karikacha na Kariwa kote huko walikuwa wanapata malezi hapa. Tuna mahusiano mazuri sio tu na jumuiya za makanisa ya Kikatoliki zilizoko karibu, lakini pia tunayo makanisa mengine ya KKKT. Tuna ushirikiano mzuri sana nao kwa sababu wote ni wachungaji na tunachunga jamii moja ambayo sasa ina maingiliano makubwa. Kwa kweli tuna ushirikiano wa karibu, lakini sio hao tu, hata na shehe wa msikiti uliopo karibu na sisi hapa tuna mahusiano mazuri sana na ushirikiano mkubwa, na tunashirikiana katika kulea watoto wetu, wanacheza pamoja, waamini wetu wanakutana pamoja, hata tukiwa na sherehe tunashirikishana na wanajua kweli kwamba hawa ni wachungaji, wana mshikamano, na wao kama walelewa wanaheshimu ule umoja na mshikamano wetu. Padri, ni matukio au kumbukumbu zipi muhimu ambazo zimeacha alama ya pekee katika historia ya kanisa hili, haswa tunaposherehekea jubilei ya miaka 50? Milele amina. Naitwa Padri Daniel Amani, padri mlezi au kapilano wa kapilana hii ya Mtakatifu Ponsiani hapa CCP. Ninapenda wa polisi na vijana wengine waliolelewa hapa pia wakapata mwelekeo mwingine mzuri wa maisha ya wito, wamekuwa na kumbukumbu ya kudumu sana na kanisa la CCP. Mathalan, kuna bibi mmoja ameimba katika kanisa hili mfululizo kwa kabla hata halijawepo, ameingia kama mwanakwaya. Kwa hiyo kanisa linapotimiza miaka 50, yeye alishaimba kwa miaka 65. Bibi Lioba Mamboma ameimba kwa miaka 65 na sasa hivi ana mwaka wa 86 wa kuzaliwa, lakini bado ni mwanakwaya. Ni kumbukumbu za hai zinatoka kwa watu wako waliopita hapa wakawa ni wafanya biashara wazuri tu. Wako ambao wamepita hapa wamekuwa wanasiasa wazuri. Wako waliopita hapa wamekuwa ni masista, wengine ni mapadri. Ni kumbukumbu nzuri hizo ambazo watu wanakumbuka jambo hili kwa shukrani. Wengine wamepewa maadili tu hapa, wamekuwa watu wema na wanasema kama sio pale CCP nilipokuwa nalelewa na kuonywa nisingelikuwa kama nilivyo. Kwa hiyo kuna kumbukumbu nzuri sana, na kumbukumbu kubwa kuliko zote tunazoweka sasa hivi ni mabadiliko ya kanisa hili na kulijenga katika uzuri huu unaoonekana sasa. Kutoka kanisa dogo tulilokuwa nalo limekuwa na ukubwa wa kutosha na uzuri wa kutosha. Kwa hiyo kwa kweli ni kumbukumbu kubwa ambayo tumeweka ya miaka 50. Linapokuja kusherehekea uwepo wake hapa, tumejitahidi kulifanya liwe jipya ili liweze kuwa tayari tena kwa uinjilishaji miaka 50 inayofuata. Ni namna gani kanisa limechangia katika kuinua maisha ya kiroho ya maofisa, wakufunzi na wanafunzi wa chuo? Ni swali zuri sana. Wako wengine wamekuwa wanatokea familia za jirani, lakini wengine walikuja kwa mafunzo ya awali ya jeshi la polisi,
na ndani yake wakagundua kwamba walikuwa na wito mtakatifu huo. Baada ya mafunzo yao, tunaye Padri Claudius Kambini, sasa hivi ni wa Shirika la Mitume wa Yesu, yuko Ulaya, aliyekuwa katibu msaidizi wa Baraza la Maaskofu. Padri Chesko naye pia amelelewa hapa. Padri Adolf Msoka, Padri Manuel Tumaini, Padri Rogatus Msanya, Padri Eric Isidori Temba na wengine wengi. Mungu ametupa zawadi ya mito hiyo mitakatifu. Vijana wamelelewa hapa na wanatazama kanisa hili kwa macho ya matumaini kabisa. Padri Anthony Zeno pia, Dr. Anthony Zeno, ni wengi wamepitia katika malezi ya hapa. Katika kipindi cha miaka 50, ni viongozi gani wa kiroho waliowahi kulihudumia kanisa hili kwa namna ya kipekee? Karibu Padri. Kwa namna pekee kama tulivyotaja, ni lazima tumtaje Mhashamu hayati Mhashamu Baba Askofu Joseph Albert Sipendi kwa ndoto hiyo aliyoona, na daima maaskofu wanapokuwa na ndoto wanawatuma mapade ambao watatekeleza jambo hilo. Katika historia, kwa bahati mbaya sana, wengi wa waliofanya utume hapa karibu wote hawaishi tena. Kwa hiyo imetuia vigumu sana hata kuweza kupata historia, lakini tumedukua katika maandiko, tumekuta kwamba alikuweko hayati Padri Ulrich Mkenda, Padri Kazimiri Lekule, Padri Ladislaus Mosha, yeye bado ndiye yuko hai, ni flying lecturer, profesa wa vyuo vikuu vingi. Kwa hiyo hata kumpata kwa ajili ya kutupa historia imekuwa vigumu, na tulipokutana naye kwa muda mfupi alisema yeye alipita kama matayarisho ya kwenda masomoni na hakufanya utume hapa kwa muda mrefu. Lakini baada ya Padre Ladislaus aliingia Padre Valerian Temu, ambaye pia na yeye ni marehemu. Waliofanya utume sasa kwa kipindi maalum hapa na kumbukumbu zao ziko wazi sana ni marehemu Padre Alexander Desario, ambaye alifanya utume kuanzia mwaka 1978 mpaka mwaka 1987. Kwa hiyo unaona alikuwa na mfululizo karibu wa miaka 9. Yeye alijihusisha kikamilifu sana na kwaya, alikuwa ni mwanamuziki gwiji kabisa. Alifanya bidii sana kuunganisha askari hao, na ndiye aliyekuwa amewaleta kwa karibu, akafungua mpaka na nyumba ya maendeleo kwa ajili ya kuwasaidia waweze kufanikiwa. Baada ya Padri Alexander Desario, mwingine aliyefanya kazi kwa muda mrefu katika eneo hili ni hayati Padri Pantaleo Kitali, maarufu kama Mrema pia, ambaye alifuata tangu mwaka 1987 mpaka mwaka 2011 tarehe ya 24. Huyu alifanya kazi kubwa sana, takriban miaka 24 alikuwa hapa, amefanya mengi ajabu. Na kwa hayo mema Mungu atawajalia pumziko na zawadi ya milele mbinguni. Tangu mwaka 2011, hiyo tarehe 24 nilipofika hapa, mpaka sasa hivi ndiye ambaye nimekuwepo takriban sasa kwa miaka 15. Kwa hiyo hao ndio mapadi ambao wamefanya utume hapa kwa kipindi hicho, na wote tumechangia katika kuboresha yale ambayo tumeyakuta yapo na yakaendelea. Mathalan, mimi nimelifanyia kanisa hili marekebisho mara 3. Mara ya kwanza lilikuwa na shata au madirisha ya mbao, tukabadilisha tukaweka madirisha ya chuma, lakini sakafu yake kwa mara ya pili ilibomoka, ikabidi nibadilishe niweke tarazo. Mara ya 3 tulipokuwa tunajiandaa kwa jubile, ikaonekana tusingeliweza kufanyia jubile kwenye vile viraka ambavyo tulikuwa tumeweka, ikabidi sasa tufanye ukarabati mkubwa ambao umelipa kanisa hili sura mpya kabisa. Ninawashukuru sana wale wanakamati wote wa kamati ya jubile na ukarabati na jubile kwa vikao vingi na michango ya mawazo. Kwa hakika walinitia moyo, wakasema tufanye kitu ili miaka 50 ijayo tusio na mahangaiko ya kukarabati tena hili kanisa.
na Mungu atukuzwe katika sadaka zao kutokana na majitoleo hayo waliofanya, na tunaendelea kuwaombea baraka na mafanikio kwa Mungu. Asante sana Padri. Ni nafasi gani ya vijana waliopo chuoni sasa wanaweza kuchukua ili kuendeleza urithi wa kanisa hili kwa miaka ijayo? Naomba ieleweke kwako wewe mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani kwako, swali hili la mtangazaji wetu ni swali ambalo linaweza likaambatana na uchokozi kidogo ndani yake. Taasisi hii ya maofisa wa polisi na familia zao, ieleweke wazi kwamba huku ndani hakuna vijana. Mtoto anapomaliza shule ya msingi huwa anakwenda sekondari. Akienda sekondari habaki huku ndani. Akitoka sekondari anakwenda chuo, hatabaki huku ndani. Kwa hiyo vijana wanaozungumziwa hapa kama wanaobeba kanisa hili kwa kweli ni wale recruitment, wale makuruta wanaokuja kwa mafunzo, ndio ambao kadiri ya ratiba yao kanisa hili ni la kwao. Ndilo tunalotaka kuwaelekeza, na wanaonyesha ushirikiano mkubwa kabisa kadiri ya ratiba ya chuo. Mara nyingi usafi wa mazingira, usafi wa kanisa na majitoleo yao ndio yanafanya mazingira haya yawe safi kama yalivyo, na tunawaambia wajivunie hili ndilo kanisa lao linalowalea na wamtunze mlezi wao vizuri. Asante sana Padri Daniel Amani kwa muda wako kwa kutujuza mimi pamoja na mtazamaji historia ya kapilano hii ya Mtakatifu Ponsiani Ng'ombe iliyopo ndani ya chuo cha mafunzo ya polisi Moshi. Tunapoelekea mwishoni mwa mahojiano haya maalum, nikukaribishe kwa neno la shukrani na baraka. Ulikuwa nami Adelina Urassa, mwakilishi wa Radio Maria Jimbo Katoliki Moshi. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Radio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani kwako, hatimaye nawiwa nimshukuru Mungu na kuwapa baraka. Kabla ya baraka, naomba niwaalike wale wote waliosikia sauti hii ya Kikristo ikiwaalika katika jubile wakaribie katika adhimisho hili ambalo litafanyika tarehe 30 mwezi huu Novemba, na Mhashamu Baba Askofu Ludovick Joseph Minde ndiye atakayeongoza hiyo ibada. Ninawaombea baraka ya pekee wale wote walioshiriki katika ukarabati kwa namna yoyote ile. Ninawaombea baraka wale wote watakaopokea mwaliko huu wa kushiriki katika adhimisho hilo. Aidha, ninatambua nguvu ya Mungu katika maisha ya wale wote wanaopita katika nyakati mbalimbali. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Mungu, ninawaombea wagonjwa wote faraja na kitulizo. Ninawaombea wasafiri wote ulinzi wa Mungu katika safari zao. Ninawaombea wale wote wanaopitia katika nyakati ngumu, wanaohitaji msaada wa Mungu, baraka ya pekee itakayowaletea faraja na kitulizo. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Mungu, watakatifu Petro na Paulo mitume na watakatifu wote wa Mungu, baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nawatakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata vya Radio Maria Sauti ya Kikristo nyumbani kwako.